Kusema vijana wamenunuliwa ili kuandamana si sahihi. Mauaji makubwa kiasi hiki useme mtu amehongwa aandae maandamano? Vijana si wajinga kiasi hicho. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, ikiwa ni chini ya siku mbili baada ya ripoti iliyotolewa na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kiini cha vifo vya idadi kubwa ya vijana Gen Z, moja ya kauli aliyokuwa ameweza kuizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni ya kwamba katika waandamanaji waliokuwa wakiandamana waliweza kulipwa, jambo ambalo Watanzania hivi sasa wanazidi kumkosoa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kauli hiyo, sawia na viongozi wa kidini wameweza kuingilia kati swala hilo, kama nilivyoweza kutanguliza kipande hicho cha video mwanzo kwa video hii. Ila mtazamaji wangu, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, kwa kweli viongozi wa kidini wapo sahihi kukataa na kukosoa kilichoweza kuzungumzwa katika ripoti yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na maandamano ya vijana Gen Z yaliyoweza kufanyika Oktoba tarehe 29 hadi mapema Novemba tarehe 3 mwaka 2025, jambo ambalo limeweza kuwa ni kilio kwa wengi baada ya idadi kubwa ya vijana Gen Z kupigwa risasi na kuaga dunia, huku gumzo kubwa likiwa na serikali iliyoko madarakani kukataa na kupinga ya kwamba hawakuweza kuhusika kwa swala hilo la utumiaji wa nguvu kupita kiasi, na kwa madai yaliyokuwa yameweza kutolewa ya kwamba wapo tayari kwa ajili ya kufuatilia wale wote walioweza kuhusika kwa kusababisha vifo vya idadi kubwa ya takwimu walioweza kuitoa zaidi ya watu 518 waweze kufuatilia walioweza kuhusika kwa kupiga risasi waandamanaji hao. Mtazamaji wangu, haijaweza kufanyika, na ndipo ambapo hivi sasa kila kile kinachozidi kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii serikali iliyoko madarakani inazidi kutupiwa lawama na kudaiwa ya kwamba serikali hiyo ndiyo chanzo kikuu kwa yote yaliyoweza kutokea, na wasiweze kuweka visingizio ya kwamba wale wote waliopigwa risasi waliweza kuwa ni wahalifu waliokuwa na bunduki na kufetua risasi za moto. Mtazamaji wangu, viongozi wa kidini hivi sasa wanazidi kuuliza uongozi ulioko madarakani, je, kila hatua ambayo waliweza kuwa kiifanya ili hali kukanywa na viongozi wakuu wa kidini, mbona waliweza kupozia? Viongozi wa kidini waliweza kuamini kwamba mkondo ama njia waliokuwa kiifata viongozi wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan itakuwa ni njia ambayo itaweza kuleta ghasia kubwa katika Jamhuri ya Tanzania, sawia kipindi na wakati ambapo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan bado ukiwa madarakani kabla ya hata uchaguzi mkuu. Kuna baadhi ya viongozi kama mchungaji Josephat Gwajima aliyekuwa akifanya uhamasishaji na kusihi Watanzania kuwa makini na kiongozi atakayekuwa akimpigia kura kwa uchaguzi huo wa mwaka 2025. Kauli hiyo iliweza kusababisha mchungaji Josephat Gwajima kanisa lake liweze kufungiwa, jambo ambalo lilionekana ni jambo mbaya hasa kwa viongozi walioko serikalini kunyima wananchi uhuru wa kuabudu. Pia kuna mmoja wa kiongozi ambaye hadi leo hii uwepo wake bado haujaweza kujulikana. Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa miongoni mwa viongozi katika chama kikuu cha CCM ambao hawakuweza kukubaliana na kila hatua iliyokuwa ikifanywa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Rais mstaafu Jakaya Kikwete na viongozi wengineo, kwani aliamini kwamba kila kile kilichokuwa kikifanywa na viongozi hao sio kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania, bali ni kwa manufaa yao binafsi na baadhi ya viongozi wakuu
katika chama cha CCM, na ndipo ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kujiuzulu kuwa balozi huko Cuba, mtazamaji wangu, tulishuhudia aliweza kuanza kufanya ukosoaji kwa chama hicho cha CCM kutokana na yale mengi aliyokuwa akiyafahamu, ambapo Watanzania hawakuwa wanayafahamu, jambo ambalo liliweza kusababisha kutekwa kwake. Ila tunafahamu jinsi gani ambavyo Watanzania hawajaweza kuridhishwa na kile ambacho kiliweza kufanywa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, na mbaya kabisa vitendo hivyo vyote vilivyokuwa vikifanywa na uongozi ulioko madarakani hivi sasa, mtazamaji wangu, ni vitendo ambavyo viliweza kusababisha idadi kubwa ya Watanzania kupoteza imani kabisa na serikali hiyo. Mbaya kabisa, sote tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo chama kikuu pinzani katika Jamhuri ya Tanzania kwa siasa za miaka nenda miaka rudi, chama kikuu, chama Chadema, pamoja na mwenyekiti mkuu Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukamatwa, chama hicho kufungiwa kisiasa, jambo ambalo liliweza kuwa ni mbaya kwa siasa hizo, hasa katika upande wa chama Chadema. Ila kilichoweza kuchangia chama Chadema kufungwa na pia mwenyekiti Tundu Lissu kukamatwa ni kutokana na kauli aliyokuwa nayo, no reforms no election, kwani kile kilichokuwa kikifanywa na uongozi ulioko madarakani hivi sasa, yote yalikuwa kwa manufaa yao binafsi na sio kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania, jambo ambalo halikuweza kuwa sawa kabisa na mamilioni ya Watanzania. Na ndipo leo hii, kutokana na uongozi ulioko madarakani haukuweza kusikiliza onyo na hata kuomba kufanya marekebisho na viongozi wa kidini, leo hii wanazidi kujutia kwa wao kujijali wao binafsi, maslahi yao binafsi, na sio kujali maslahi ya wananchi wa Tanzania ambao ndio wenye nchi, jambo ambalo linazidi kuwapa kipindi kigumu siku baada ya siku uongozi ulioko madarakani, kwani iliweza kuaminika kwamba ripoti iliyoweza kutolewa angalau ingeweza kusababisha Watanzania kupata hata imani kidogo na uongozi ulioko madarakani. Ila hivi sasa, mtazamaji wangu, kwa kweli ripoti iliyoonekana kuwa na kaudanganyifu kidogo imeweza kusababisha mamilioni ya Watanzania kujutia uongozi huu ulioko madarakani, mbaya kabisa kupoteza imani na uongozi huo, jambo ambalo linaonekana kuwa ni pigo kubwa la kisiasa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kweli yuko madarakani kikatiba, ila mamilioni ya Watanzania hawajatokea kukubali uongozi wake hadi leo hii. Je, ni kipi kiweze kufanywa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya chama kikuu cha CCM? Je, aweze kujiuzulu na uchaguzi mpya uweze kufanyika? Huenda imani ya Watanzania ikaweza kurudi kwa uongozi utakaokuwa ukifanyiwa marekebisho ama kuchaguliwa ama kupitishwa baada ya kujiuzulu kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ama kuna mabadiliko ya aina yoyote yale, iwapo ataweza kuyafanya, yataweza kusababisha Watanzania kurejesha imani kwake? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.